Walezi wa vituo vya watoto wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Ruvuma wametakiwa kuhakikisha wanakuwa waaminifu katika matumizi ya misaada wanayoipata kutoka kwa wadau mbalimbali ili misaada hiyo iwanufaishe watoto wanaowalea badala ya kutumia fedha kwa manufaa binafsi. Taarifa kamili na Newton Yendaenda. Hatukupenda kuwa hivi, ila isipokuwa tunaweza kufanya kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu ametupa. Kauli hii imemgusa mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa Happiness Ngwando, ambaye ameamua kufanya matendo ya huruma kwa watoto wenye uhitaji katika mkoa wa Ruvuma. Katika hatua ya kuonyesha vitendo vya huruma, Mheshimiwa Ngwando amefanikisha kuanzisha kwa matibabu ya mtoto mmoja mwenye changamoto ya sehemu ya haja kubwa, ambapo matibabu haya yanahitaji kiasi cha shilingi milioni 1. Imeelezwa kuwa baba wa mtoto huyo alimtelekeza mtoto pamoja na mama yake, hali iliongeza ugumu wa upatikanaji wa matibabu. Niliomba hii kazi nipate uwanja mpana wa kufikia utumishi wangu wa kimungu. Wanaonifahamu mimi, nimezaliwa Mbinga kwenye mazingira ya uyatima. Nilikuwa nakosa kunipa blanketi au kunipa kanga. Mungu amefanya njia yake, nimetangulia mbele. Naenda kushika taa ya wengine watakaonifikia kwenye mikono yangu, kwa sababu nayajua maumivu ya kuwa hivi. Ukiwa kiongozi na unataka kuwa kiongozi mzuri, ni lazima uwashike walio chini yako mkono ili uwavushe. Ni lazima ujitahidi kuandaa na kutengeneza wale unaodhani kwamba wana uwezo ili wawe viongozi wazuri baadaye. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadier Jenerali Ahmed Abbas Ahmed, amesema serikali haitavumilia vitendo vya ubadhirifu au matumizi mabaya ya misaada inayolenga kuwasaidia watoto wenye uhitaji. Amesisitiza kuwa vituo hivyo vimeanzishwa kwa lengo la kulinda na kuboresha maisha ya watoto, hivyo uadilifu na uwajibikaji ni jambo la lazima. Unaposikiliza mahitaji unayaona ni mengi, lakini pia unapojitahidi kuyatatua unahisi kama vile mahitaji yale yanaenda kutatua changamoto za wale ambao wamezungumzwa kama ndio wahitaji. Lakini kwa bahati mbaya vituo vingi vya namna hiyo vinageuza mahitaji haya kama sehemu ya matumizi yao binafsi na sio kuyapeleka kwa walengwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wenye kituo hiki na wengine wote ndani ya mkoa huu, tunapopata fursa ya kusaidiwa mahitaji haya tuyaelekeze kwa ajili ya wale wenye uhitaji zaidi kuliko kwetu sisi. Na nakutaka uendelee, kwa sababu watoto wenye uhitaji maalumu hawapo hawa tu katika mkoa wetu, kila mahala wapo, lakini pale utakapoona nafasi unayo ya kuwapa huduma, ya kuwatolea huduma watoto wa aina hii, basi uendelee kuwa na moyo huo na kuendelea kutoa huduma hiyo na nyinginezo ambazo zipo kwa wahitaji hawa. Nao baadhi ya watoto wenye uhitaji pamoja na wazazi wao wamemshukuru Mheshimiwa Happiness Ngwando kwa msaada na moyo wa kujali aliouonyesha, wakisema msaada huo umetoa matumaini mapya kwa watoto na familia zinazokabiliwa na changamoto mbalimbali za maisha. Mwanangu ana changamoto ya sehemu ya kutolea haja kubwa. Haja kubwa inatoka kwenye mkojo. Baba yake alinikimbia, ndio hivyo. Tulishaenda naye Pelamio, tukapima, ikaonekana mtoto damu yake bado ndogo, kwa hiyo inabidi aongezewe damu ndipo afanyiwe operation. Gharama zake operation zote tatu aliniambia milioni 1,600,000 na kama 50,000 hivi. Nimepewa 500,000, nasema asante kwa sababu inaweza ikanitosha kwa matibabu ya kwanza ambaye nitaenda kuanza naye leo. Mtoto wangu ana changamoto ya mguu ambapo gharama yake inagharimu milioni 1.5 na hapa sasa hivi umeisha. Nahitaji msaada ili nipate mguu mpya. Kutoka Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, Newton Yendaenda, EATV.